katika majukumu ya kumsaidia Mheshimiwa Rais wetu kudeliver kwa Watanzania kwa yale ambayo tuliahidi wakati wa uchaguzi kupitia wizara hii. Sisi tuna confidence kubwa sana yale ambayo utashare na sisi katika majukumu haya ambayo tunapokea kutoka kwako yatatusaidia sana katika utendaji wetu, mimi, Mheshimiwa Naibu Waziri, Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu pamoja na timu yote ya wizara. Kwa Mheshimiwa Dr. Harrison Mwakembe, nakushukuru. Mimi sio mara ya kwanza kufanya kazi na wewe kama kijana wako. Wakati tunaangalia namna ya kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu, namna KOSOTA inavyoweza kuwasaidia wasanii nchini, na baada ya kuona namna bora ya KOSOTA kuwasaidia wasanii nchini ni KOSOTA kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara kuja Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, mimi nikiwa waziri wa Viwanda na Biashara na wewe ukiwa waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, tulishirikiana kwa karibu sana tukafanikisha maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu wa kuhamisha KOSOTA kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara kuja kwenye wizara hii. Na kipindi hicho sikujua kwamba Mheshimiwa Rais itampendeza nitatoka kule KOSOTA ilikotoka nitakuja huku, na sasa unanikabidhi niweze kuisimamia. Tunayo kazi kubwa ambayo tumeianza ya kufanya mabadiliko makubwa ndani ya KOSOTA ili KOSOTA kiwe ni chombo cha kutetea maslahi ya wasanii wetu nchini. Kwa hiyo nikuhakikishie Mheshimiwa Rais kwamba tunapopokea kijiti hiki, moja ya jukumu muhimu sana ni kukamilisha reforms ambazo zinatakiwa ndani ya KOSOTA ili wasanii nchini sasa waanze kunufaika na kazi zao kupitia taasisi ya KOSOTA. Kuna jambo la mfuko wa utamaduni wa sanaa. Pamoja na marekebisho na reforms tunazozifanya ndani ya KOSOTA, pia Mheshimiwa Rais katika hotuba yake ya kufungua bunge la 12 alituelekeza wizara hii kuangalia namna ya kupata fedha endelevu ya kutunisha mfuko wa utamaduni na sanaa ili kuweza kuwasaidia wasanii nchini. Hiyo kazi tayari tumeshaianza kwenye vikao vyetu ambavyo tumefanya siku 2 zilizopita, na tunaangalia namna mbalimbali ambayo itakuwa ni endelevu badala ya kuwa tunaenda serikalini kutafuta kuomba fedha. Tayari tuna timu ambayo inaangalia namna ya kupata mapato ambayo yatakuwa endelevu ya kutunisha mfuko huu. Mheshimiwa wajumbe, kwenye sekta ya habari kazi kubwa ambayo umeifanya, sheria namba 12 ya 2016 ya usimamizi wa sekta ya habari, mimi na Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na wizara hii tutaendelea kusimamia maudhui na taaluma ya habari kuheshimiwa kwa maana ya kufata maadili ya taaluma ya habari. Maana kwenye habari kama kuna upotoshaji pia kuna hatarisha hata usalama wa nchi. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tutaendelea kusimamia sheria na kanuni zilizotungwa ili kuhakikisha taaluma ya habari nchini inaendelea kuhabarisha Watanzania kwa mujibu wa sheria zilizowekwa. Kwa hiyo yale ambayo mmeyafanya mazuri kupitia hii sekta ya habari, sisi kazi yetu ni kuendelea kusimamia hiyo taaluma iweze kuheshimika na iweze kufanyika katika namna ambayo maslahi ya nchi na uzalendo wa nchi yetu unawekwa mbele. Liko swala la ustawi wa timu zetu za taifa, na Mheshimiwa Rais ameshatuelekeza, na jambo hili tumeshaanza kulisimamia, lakini tunafahamu ili tuweze kupata ustawi wa timu zetu za taifa lazima tuwekeze katika kujenga vipawa. Kwa hiyo katika hili vyama vya michezo nchini tutakaa navyo na kuangalia ni namna gani tutaleta utawala bora katika vyama hivi, kwa sababu lengo la serikali na lengo la vyama hivi tunaamini wote tuna lengo moja la kuhakikisha tunajenga ustawi wa timu zetu. Kwa swala la utawala bora, yani good governance katika hivi vyama ni jambo ambalo tutalisimamia kwa msisitizo mkubwa sana. Kwa Mheshimiwa Dr. Harrison Mwakembe, kama kuna mambo ya governance na transparency ambayo unaweza ukatushauri ni namna gani hivi vyama vya michezo nchini vinaweza vikasaidiana na serikali katika kujenga ustawi wa kuhakikisha timu zetu za taifa
zinakuwa ni nembo ya taifa letu, kwa maana wakifanya vizuri huko nje na hapa nchini inatangaza taifa letu, na lengo la serikali ni kuhakikisha wizara yetu inazungumzia taifa letu huko nje, na malengo yetu ni kutumia hata wizara yetu kwa kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia sanaa na michezo kutangaza hata utalii wa nchi yetu. Kwa hiyo yapo mambo mengi ambayo tutaendelea kuyasimamia, na kama nilivyosema, tunapokea kijiti kwa yale mambo mazuri ambayo umefanya katika wizara hii kwa kushirikiana na Mheshimiwa Shonza, mimi na Mheshimiwa Ulega. Jukumu letu ni kupokea kijiti na kwenda mbele kwa namna ambavyo inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Misingi ya UMISETA na UMISHUMITA katika kujenga ustawi wa timu zetu za taifa, yani lazima tuwe tuna bottom approach ya kujenga vipawa kuanzia shule za msingi, sekondari. Na jana nilikuwa naongea na Mheshimiwa Jafo haja ya Wizara ya Elimu, Wizara ya TAMISEMI kukaa na wizara yetu kuangalia namna ya kushirikiana katika kujenga hiyo misingi ya kukuza michezo kuanzia shule za msingi, sekondari, ili vipaji hivyo vijana wanapokuwa wakuwe navyo katika kusaidia timu zetu za taifa kuwa na timu ambazo zinafanya vizuri. Na kwa sababu tuko kwenye spidi ya viwango na weledi hapa kazi tu, si mbaya nikazungumza machache. Cha kwanza kuhusu swala la development budget ya wizara yetu. Mimi nipongeze Mheshimiwa Dr. Mwakembe mzee wetu pamoja na katibu mkuu na timu ya wizara ambayo tumeikuta kwa jitihada ambazo mlikuwa mmeshazifanya za kusaidia wizara yetu iwe na mifuko endelevu ya kukuza sekta ya michezo, sanaa na utamaduni. Na jitihada hizi katibu mkuu, timu ambayo unaisimamia kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, ya kuangalia ni namna gani tunaweza tukapata vyanzo vya mapato kupitia sports betting na National Lottery haraka iwezekanavyo. Tushirikiana na Wizara ya Fedha, kama ni kukamilisha hiyo mipango mikakati, tukabadilisha sheria ili bunge la mwezi wa pili ikiwezekana tuombe window ndani ya serikali, bunge litupe ridhaa baada ya taratibu za serikali na kupata baraka za viongozi wetu, tutoke kwenye kuombaomba kwenda tunaomba fedha kusaidia kukuza sekta ya michezo, tunaomba fedha kusaidia kutunisha mfuko wa utamaduni na sanaa. Tutumie vyanzo hivi kutekeleza maelekezo na shauku ya rais wetu kuona tunakuwa tuna ustawi wa michezo nchini kuanzia shule za misingi, sekondari na timu zetu za taifa. Mimi na Mheshimiwa Ulega hatutaki kumwangusha Mheshimiwa rais wetu na taifa letu. Tunaamini kwamba Mheshimiwa rais alivyosema tukifungwa goli 10 bye bye. Tunaamini Mheshimiwa rais alikuwa anamaanisha kwamba haraka iwezekanavyo tuangalie mechanism za kuleta ustawi kwa timu zetu za taifa, na sisi tunamwahidi Mheshimiwa rais wetu ili tumelianza, na Mheshimiwa Mwakembe umetupa mawazo mazuri, tutahakikisha tunasimamia ili kujenga huo ustawi wa timu zetu kufanya vizuri. Ukiangalia Netflix sasa hivi, ili uweze kutizama movie yoyote duniani lazima upitie Netflix. Na wakati wa COVID Netflix wamekuwa matrillionaire by global standard, kwa sababu kila kitu zile database za movies zote ziko mle. Kwa nchi ambazo zimefungiwa wakati wa COVID, wakiwa board nyumbani wanataka kuangalia movie, lazima upate access, na upate access lazima ulipie. Sasa bodi ya filamu KOSOTA na taasisi nilizozitaja wanaohusika na urithi, filamu, utamaduni, hebu kaeni na vijana wa tundu wa IT, tuangalie ni namna gani tunaweza tukawa tuna the kind of Netflix kwa upande wa Tanzania, ili tuweze kuring fence hazina kubwa tulionayo kwenye utalii, hazina kubwa tulionayo kwenye urithi, hazina kubwa tulionayo kwenye utamaduni, ili mtu anayetaka kuaccess hazina hii kupitia Tanzania
ifanane na rubani akiwa anaendesha ndege. Kabla hujaingia kwenye nchi unaomba ruhusa, wanakupa access, na ukipewa access ndio mapato. Kwa hiyo tutasaidia kukuza mapato upande wa TRA, tutasaidia kukuza mapato ya wizara yetu. Kwa hiyo hizi taasisi ambazo mnashughulika nayo maeneo, kaeni na Wizara ya Fedha, kwa sababu ni mambo ya digital taxation pia. Sasa hivi yani unaweza ukakuta badala ya kusumbuka sana na mamalishe, kumbe kupitia digital taxation tunaweza tukapata mapato makubwa, hata yakasaidia kuinua wasanii wetu wabunifu na watunzi. Kwa hiyo changamoto, Katibu Mkuu, tunakupeni tujiorganize ndani ya serikali na hizi taasisi zetu, upande wa Wizara ya Fedha, tuangalie hata TCRA. Kuna vijana wengi watundu wa IT wanaweza wakatupa solution ni namna gani tunaweza tukaring fence digital taxation kwenye utamaduni, sanaa na urithi wetu, kusaidia kukuza mapato na ikasaidia kudunduliza huu mfuko wa sanaa na utamaduni ambao tumeuzungumza hapa. Tumefanya machache na kurugenzi yetu ya michezo tukishirikiana wizara nzima hapa. Tulimuondoa msajili alikuwa wizarani hapa, tukampeleka BMT. Sheria ya BMT nayo tukaikarabati 2018 iweze kutambua michezo ya kulipwa. Tuko tuamini, unajua ilikuwa bado na jamaa michezo ya kulipwa ilikuwa kama ni ubepari. Sasa ilikuwa haisimamiwi na BMT. Sema haiwezekani. Tunashukuru sheria ilipita, na kwenye michezo huku mimi na uhakika mtafanya makubwa sana, Mheshimiwa Innocent na Mheshimiwa Abdalla, kwa sababu nyewe wote wawili ni wana michezo. Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, hii timu unayoona hapa is one of the best teams you can ever afford. Ni vijana wazuri sana tena sana. Na waomba mpeni Mheshimiwa Waziri, mpeni Naibu Waziri ushirikiano mkubwa kama ambao mlilipa mimi na mwenzangu Juliana Shota. Na mimi na uhakika wizara hii itakwenda kushika nafasi ile ya kihistoria. Sasa itakuwa nafasi katika Tanzania ya kesho, nafasi ya juu kabisa. Hii sheria nafikiri utekelezaji wake Katibu Mkuu amehangaika sana nalo. Wajua tupeko mpaka mahakamani. Ndio mali kumakoma sana mahakamani kwamba hii sheria. Sasa bahati mbaya na mimi ni mwanahabari, kwa hiyo nimekuwa nakaa kwenye makundi ya wanahabari wengi wanaopinga. Wanisamehe tu, lakini sehemu kubwa walikuwa hawajawahi hata kuiona hiyo sheria. Hilo wanaipinga. Lakini sheria ina mambo makubwa kweli kuhusu wanahabari. Kwa sababu ni sheria ilikuja kuiondoa sheria ya magazeti, Newspapers Act, ambayo kwa miaka mingi imepigiwa kelele kwamba ni kandamizi. Haikuwa kandamizi. Lakini tumeleta sheria ambayo ni rafiki sana kwa mwanahabari ambaye kweli anathamini wanahabari. Kwa mara ya kwanza sheria hii inatambua waandishi wa habari kuwa ni taaluma. Ukishatoka wini ya kuheshimika, taaluma. Hii kwa zama tu kibarua tu. Ni taaluma. 2, inaweka kigezo cha elimu. Wewe umepewa wajibu na taifa na katiba kutaarifu umma. Lazima kuwepo na angalau kidogo benchmark fulani, tuone kipimo cha elimu. Tumeka kipimo cha shahada na shahada, diploma kwenda juu, na tukatoa miaka 5 wanahabari wajiendeleze, na mwisho wake nafikiri tunategemea kuanzia tarehe 1 mwaka 2021. Tarehe 1 sasa mwaka 2022 tutakuwa na wanahabari hapa wote wenye diploma na kuendea juu. Wengi wanasema itabadilishwa.
awamu ya 5 imeshaamua, imepitia bungeni, ni sheria ya nchi, sio sisi hatukutamka, na ina faida yake kubwa. Hii ni elimu kwa umma. Na nimalizie tu kidogo, Mheshimiwa Waziri, kwamba wajibu wa kulea haya maeneo unajitokeza kwa sababu sasa hivi kuna vyombo vya habari vimeongezeka vingine. Kuna hivi vyombo vya mitandao, TV mtandao, radio mtandao, tuna majukwaa mbalimbali. Sasa haya ni vyombo ambavyo sasa hivi vinahudumia pengine Watanzania wengi kuliko vyombo hivi fomo, kuliko vyombo ambavyo tumevizoea, magazeti na TV chache ambazo ni established. Sasa hivi wengi kwenye simu, kwenye TV kule kuna watangazaji pale, wengine mapodozi yamepindukia mpaka unaona baada ya kusikia unaona rupo. Maana lazima tukasema hapana, lazima tuweke kanuni. Tumeshambuliwa kweli kweli na nchi mbalimbali zinazojifanya wanajua demokrasia zaidi, wanaminya uhuru wa habari. Tukasema basha, hili ni taifa, na kwa maelekezo ya rais wa nchi lazima tulinde maadili ya taifa hili. Kwa hiyo tumetengeneza kanuni nzuri tu kwamba usipitilize, sio kila kitu cha nje kinaingia hapa kama shamba la bibi. Hapana, tuna maadili yetu ya Tanzania. Hii ndio kazi kubwa ambayo tunayo. Na Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, sheria inayozungumzia ni ya TCRA. TCRA iko chini ya Wizara ya Mawasiliano, lakini ndani ya TCRA tunayo kamati ya maudhui, na hiyo kamati ya maudhui ni yako Mheshimiwa Waziri na mwenzako. Wewe ndio unateua wajumbe pale, inaripoti kwako, ni kuhusu maudhui mengine ya utaalamu wao umepita kushoto, sio kuna mionzi imeelekea huku, hayo ni ya watu wa mawasiliano. Tulikuwa na mgogoro mkubwa wa wachonga vinyago na wauza vinyago Mwenge, umedumu miaka 33. Sisi tumeumaliza, tumebakiza Wizara ya Ardhi kufanya uamuzi, na naomba sana ili Mheshimiwa Waziri likazanie, kwa sababu tulichokifanya kwa kifupi tu ni kwamba ilikuwa ni eneo la serikali. Serikali ikapo wachonga vinyago walipokaa pale, baadaye serikali ikasema mwakaribishe pia na wauza vinyago, wakaendelea kwa pamoja. Sasa hati miliki ya mwanzo ikaja kwa jina la wachonga vinyago, ukatokea mgogoro pale kwa nini siatumu. Baadaye sasa ikahama ikaenda kwa wauza vinyago, umekuwa mgogoro mahusisha mpaka ina marehemu Kingunge Ngombale Mwiru, imeshindikana. Sisi tukasema chini ya serikali ya 5 ukisema umeshindwa kitu inaita balaa kidogo, kwa sababu viongozi wetu wajua wameshatuonyesha hamna kitu cha kushindwa. Maana kama na juhudi, fanya juhudi. Tumekesha nalo tukalimaliza kwa uamuzi mzuri sana kwamba tunalichukua ile eneo, hatulinyang'anyi kulipeleka sio kujenga supermarket, tunalikabidhi Baraza la Sanaa la Taifa, BASATA. Jengeni miundombinu ya kuwasaidia wachongaji na wauza vinyago. Sasa naomba hilo Mheshimiwa Waziri lifuatiliwe, na mimi na uhakika litaleta manufaa makubwa sana, tena sana kwa wanasanaa wetu. 2019 tulikuwa na Jama Fest. Ili nalo lilikuwa tamasha kubwa la sanaa na utamaduni la Afrika Mashariki. Ilikuwa zamu yetu Tanzania, lilifana sana. Ninachoomba tu kwamba kusaidia kwa mzunguko ujao, sijui tutakuwa wapi, tutakuwa Rwanda, itakuwa ni Burundi, tuhakikishe wizara yetu pia inahamasisha Watanzania kwa wingi kwenda. Mimi sikujua, nimeingia tu 2017, nafikiri ndio tulifanya tamasha Uganda. Tumefanya, na shukuru nimemwona leo na wengine, tufanye kampeni kubwa ya Watanzania kwenda Uganda. Hatukujua kuna kujionyesha pale kuwepo. Tulikwenda Watanzania kama 350 ambao haitoshi. Kenya walikuja zaidi ya 1700. Na nchi ndogo wanakuja wengi. Unajua ni wiki nzima
sawa ni tamasha, lakini ni utalii wa kutosha. Wenzetu wametumia pale vyombo vyao vya utalii, watu wanakuja kutoka nje kuja kuangalia, kushuhudia na kufaidi hilo tamasha. Tamasha letu hapa sisi lilivunja rekodi, nafikiri liliangaliwa na watu zaidi ya milioni 100 nafikiri duniani kupitia runinga, na lilileta msisimko mkubwa, na uhakika Burundi nao watakuwa ni hao ni kuvunja rekodi. Lakini kwa nilichosema tu kwa Mheshimiwa Waziri, hili tuwe karibu nalo. Dhana ya African Union ni Umoja wa Afrika ndio uliamua mwaka 2011 Tanzania ndio maka ya ukombozi. Mtu Afrika Kusini wapi akitaka kujua nilitokea wapi mpaka uhuru wangu, nenda Tanzania. It's a 5-in-1 center. Kuna vitu, kuna multimedia stadium, kuna museum, kuna archive, kuna ni dude la kisasa, litakuwa na vioteka pembeni pale. Mheshimiwa Waziri, na kuomba tutafute maeneo mengine. AU ilisema Dar es Salaam, isingetaja eneo tungejenga Dodoma, lakini AU ilisema Dar es Salaam kwa heshima Mwalimu, kwa kuweza kuilea OAU Liberation Committee kwa miaka yote mpaka nchi ya mwisho ikapata uhuru. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kuombe tu hilo, wizara ifanye kazi kutafuta eneo zuri lenye mvuto ambalo nasema kwamba naenda kufanya research pale, mtu kwenda kuangalia anavutiwa. Tunao umoja wa machifu na wizara yetu imekuwa karibu sana nao, si kitu kibaya. Machifu wote nchini wameungana na umoja wao, na nilichofurahi ni kwamba umeweka sasa utaratibu wa kuwa na mlezi ambaye ni mmoja wa viongozi wetu waandamizi wa staafu. Sasa hivi mlezi wa umoja wa machifu ni mzee wetu Malechela. Sasa hivi kilichobakia wamekwama katika kusajili. Nimepata taarifa wiki iliyopita kwamba kusajili chombo chao pengine tungeweka msukumo kidogo wizara. Mimi naelewa kuna umuhimu sana kuwa na vyombo kama hivyo, badala ya kila chifu atakuwa chifu na eneo lake, wala hayuko hata kwenye sheria wala wapi, lakini kuna umuhimu. Hebu acha wakae pamoja, kama kuna kitu tuweza kufaidika kwa upande wa serikali. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana, nimefurahi sana leo kuweza kukabidhi ofisi kwa wadogo zangu wawili ninaowaamini sana, ambao tumefanya kazi kwa karibu kwa muda mrefu, na mimi nina imani watafanya makubwa katika wizara hii. Hii wizara inabeba, ni fursa, naweza kuita ni fursa, maana bado tunatumia fursa ya maelfu ya ajira ya vijana katika michezo. Kwa mko kwenye wizara kweli ambayo inagusa maisha kuliko sasa. La mwisho, mko kwenye wizara ambayo Mheshimiwa Rais amewakasimu mamlaka ya kuipa uhai ibara ya 18B na 18D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Juzi wakati Mheshimiwa Rais anawaapisha mawaziri na manaibu waziri, nakumbuka aliongelea umuhimu wa kufundisha historia ya nchi mashuleni, ili vijana wetu wajue tulikotoka, vijana wetu wajue tumetokea wapi, kuweza kuelewa tunakokwenda. Na mimi naelewa kwamba alikuwa nilisema kilielekeza wizara ya elimu, lakini kwa kweli linatuhusu hata sisi, wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kwa nini? Kwa sababu historia ni sehemu ya utamaduni, na tuna wajibu kabisa kuhakikisha kwamba vijana wetu wanazingatia yale ya kwetu yanayotupa utaifa, yanayotupa identity, kwa faida ya kizazi cha leo, kesho kutwa, mtondo na mtondogoo. Mimi na Mheshimiwa Waziri Bashungwa, Katibu Mkuu na Naibu Katibu Mkuu na wataalamu wetu, tumeanza vikao vya awali vya kupitishana. Tumekubaliana kwamba
Kwa kipindi hiki tupo pia katika kujifunza, hasa sisi wawili tulioingia, mimi na mwenzangu Bashungwa. Tumejipanga vyema kuhakikisha tunalinda utamaduni wa Mtanzania. Nadhani tunahitaji kukaa zaidi katika kufanya kazi yetu na kuona uelekeo wetu. Sisi kama vijana wa Kitanzania ambao ndio kundi kubwa la vijana huko nje, tunayo wajibu wa kuhakikisha kwamba tunashiriki kikamilifu kuendelea kulinda tunu za taifa letu, kuendelea kulinda utamaduni wa Mtanzania. Tumekubaliana tuta-align na wenzetu juu ya kukaa na watu wa Wizara ya Elimu na TAMISEMI, tuzungumze lugha moja kwenye utengenezaji wa mitaala na kwenda kuisimamia, kuhakikisha kwamba na sisi hatubaki nyuma, tunashiriki kamilifu kuulinda utamaduni wa Mtanzania. Kwenye eneo la sanaa pia tumejipanga vyema, na sisi tunatamani tuone kwamba vijana wenzetu waliopo katika tasnia ya sanaa hizi wanafanikiwa. Sanaa inakuwa ni ajira yenye kujitosheleza, sanaa inakuwa ni chanzo cha kipato kikubwa, sanaa inakuwa na mchango mpana katika uchumi wa taifa letu. Hili tumejipanga nalo ipasavyo. Lakini katika michezo pia vile vile tunashukuru, ni miaka mingi sana Tanzania haikuwa katika ramani nzuri katika michezo. Awamu ya 5 ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli, mambo ya msingi yaliyofanyika, ushindi wa timu zetu makombe ya Kosafa, Sekafa, lakini vile vile kwenda katika AFCON, tumeikuta train ikiwa kwenye kasi, na sisi tumepanda, tutaongeza ile speed kuhakikisha kuwa tunapata mafanikio zaidi. Tumejipanga vyema kuhakikisha tunakuwa na kina Samata wengi, kina Msuva wengi. Tunao umuhimu mkubwa katika eneo la UMITASHUMTA na UMISETA, lakini kusisitiza katika academies za michezo. Tunao Tanzania waamini kwamba watoto wetu wanaweza kwenda katika mkondo huo wa michezo na sanaa na wakawa na mafanikio makubwa. Mindset wetu ya Tanzania tulio wengi, sisi wazazi, leo kumuona kijana wake anakwenda katika kubobea kwenye eneo la michezo na sanaa, walio wengi hawawezi kuwa tayari kwamba kijana anakwenda kujifunza na yeye siku moja aende kuwa kama George Weah au Samuel Eto'o au Drogba au Samata. Sidhani kama wazazi walio wengi wako tayari juu ya jambo hilo, lakini kumbe dunia imeshafika katika eneo la namna hiyo na watu wanawekeza katika eneo la namna hiyo. Tunaomba mtusaidie sana kuhakikisha kwamba tunatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tunatimiza malengo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ili tuweze kufikia malengo. Hatutamani hata kidogo kuona kwamba yeyote kati yenu anakwenda kwa kikwazo. Na mimi niseme wazi kwamba sisi hatutakuwa tayari kuona mtendaji yeyote anakwenda kwa kikwazo cha kufikia malengo yetu. Mheshimiwa Mwakembe, uliingia kwenye wizara hii kwenye kipindi nilisema nitumia neno wingu, lakini kilikuwa ni kipindi kwa kweli wizara hii ilikuwa na changamoto nyingi. Uliingia wakati ambapo kwa kweli hata bajeti yetu ilikuwa ndogo sana. Nafikiri jana juzi mheshimiwa watu wameona kuna nyongeza kubwa tu ya budget, tumemove, na hiyo sasa ni legacy yako kubwa.
lakini tuliingia kwenye kipindi ndio kwanza tu, na hili la muhimu sana, mwaka mmoja tangu sheria ya huduma za habari hiyo imetungwa. Hii ni sheria, waheshimiwa, mtagongana nayo kwenye mapambano na tulishawahinti lakini huyu bwana aliingia mwaka mmoja ikiwa hii sheria imetungwa. Ni sheria ambayo ilileta mjadala mkubwa sana kwenye sekta ya habari na unaendelea, lakini ni wahinti tu kwamba Mheshimiwa Mwakembe, kama kuna mtu tunaweza tukasema ni comforter, alitusaidia sana wizara kupita kwenye hilo wingu zito. La kwanza, wadau wetu wale kule kuelewa hiyo sheria, lakini pili, kuheshimu utamaduni mpya kwamba sasa sekta ya habari sio tasnia, ni taaluma yenye mipaka yake ya kitaaluma, ina academic qualification na masuala ya kimaadili. Hili tunakushukuru sana kwa kulisukuma na kwenda nalo mbele. Tumepita kipindi kigumu kwenye kuisimamia hii sheria, manake si tu kwamba ilikuwepo, sasa usimamizi, na kama kuna eneo gumu, mimi na Mheshimiwa Mwakembe muda mwingi sana tulikosa usingizi ni kwenye upande wa magazeti kuna wakati mnajadiliana mpaka saa 7 usiku, saa 8 usiku, lakini legacy yake kubwa anayoiacha kwenye eneo hili la magazeti ni kwamba vyombo vya habari vina wajibu, vina haki na wajibu wa kutekeleza. Mheshimiwa Mwakembe, tutakukumbuka sana kwa legacy yako kwenye maeneo kadhaa. Umepushi sana sekta ya michezo, umepushi sana sekta ya sanaa na tu ya arena, umepushi sana kwa kweli wasanii kupiganiwa haki zao. Uliunda mpaka kamati ile kwenye bodi ya filamu ya kupigania haki za wasanii, na leo wasanii kama watoto wa Mzee Majuto wanapata haki ambazo huenda zingepotea. Mheshimiwa, uturuhusu tu tukusemee haya, sio lazima lakini unaacha legacy kubwa TBC kwenye usikivu. Nafikiri jana waheshimiwa tulianza kujadili swala la usikivu, lakini moja tu kwenye TBC nataka kulisisitiza, ukiacha kuongeza bajeti, mifumo, moja au mawili kwenye TBC. La kwanza, Mheshimiwa Mwakembe alipoteuliwa tu kuwa waziri wa wizara hii, akaniteua na mimi kwa mwenyekiti wa kamati ya kutatua changamoto za kampuni yetu ya ubia inaitwa Star Media au Star Times, kuifanya ile kampuni ya Wachina kutoka kampuni ambayo ilikuwa ina kona nyingi, na naomba niishie hapo, ilikuwa na kona nyingi kuja kampuni ambayo leo tunapozungumza inatoa gawio kwa serikali, imetoa milioni 500 kama gawio kwa serikali kwa mara ya kwanza baada ya miaka 10. Kwanza ile kampuni ya ubia ilishalipa bilioni 3 za hasara fulani ambazo ulikuwa huwezi kuzitrace. Kwa ni ile wanaita kifuta jasho sio nini, bilioni 3 imeshaingia TBC katika wakati ambapo katika miaka 10 iliyopita hata shilingi haikuwahi kuingia TBC. Ni kazi kubwa sana mheshimiwa alisimamia. Tunatarajia mwezi huu Desemba kwa mara ya kwanza kampuni italipia profits baada ya miaka mingi ya kupigwa tu changa la macho kwamba hakuna faida na hakuna hasara tu. Lakini TBC kubwa la mwisho, mheshimiwa mawaziri wapya, Dr. Mwakembe anatuachia TBC ambayo tumeanza mageuzi, tumeanzisha channel ya safari ile ya utalii, kwa hiyo itahitaji maboresho, lakini tunazungumzia TBC ambayo leo hii taarifa ya habari ile ya saa 1 aridhio ndio habari ya mjini.